Na mwandugu, habari za majukumu. Hali ya taharuki imetanda katika mji wa Uvira baada ya waasi wa kundi la M23 kuripotiwa kuingia katika mji huo muhimu ulioko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Uvira ambao upo kando ya mwambao wa Ziwa Tanganyika na umbali mfupi sana kutoka mpaka wa Burundi, ni moja ya maeneo ya kimkakati zaidi katika Kivu Kusini kwa sababu ya nafasi yake ya kiusalama na kiuchumi. Tukio hili linalotajwa kutokea tarehe 10 Disemba 2025 limekuja wakati ambapo mivutano kati ya jeshi la DRC FARDC na waasi wa M23 imeongezeka kwa kasi kubwa katika miezi ya hivi karibuni. Mashuhuda wanasema kuwa milio ya risasi na harakati za kivita zilianza kusikika alfajiri na kusababisha wakazi wengi kukimbilia maeneo salama au kujifungia majumbani mwao. Mji wa Uvira si kituo cha kawaida. Kwa miaka mingi mji huu umekuwa kitovu cha kijeshi na kiutawala upande wa kusini mwa Kivu, hasa baada ya mji jirani wa Bukavu kukumbwa na mashambulizi mfululizo mapema mwaka 2025. Baada ya Bukavu kudhoofishwa na mashambulizi hayo, Uvira iligeuka kuwa makao makuu ya muda ya maafisa wa serikali waliokimbia hadi kutoka Kinshasa na wale waliokuwa wakisimamia operesheni za usalama katika Kivu Kusini. Kupenya kwa M23 katika Uvira kunatazamwa kama hatua kubwa ya kistratejia, kwani kunasogeza mbele udhibiti wao kuelekea mpaka wa Burundi, kunafungua njia za biashara na usafirishaji silaha, lakini kunawaruhusu kutanua eneo walilokamata kutoka Kivu Kaskazini hadi Kivu Kusini, na pia inadhoofisha zaidi uwezo wa serikali wa kuzuia na kusambaa kwa mapigano. Wakazi wa Uvira wameeleza wasiwasi mkubwa wakihofia kurudiwa kwa yale yaliyotokea katika miji mingine kama Rushuru na Sake ambako M23 imekuwa ikiongeza himaya yake tangu mwaka 2022. Baadhi ya wakazi waliosimulia hali iliyokuwa wanasema kuwa maduka yamefungwa ghafla, shughuli za usafiri zimedorora na familia nyingi zinahama kuelekea maeneo ya kusini kusaka usalama. Wengine wana wasiwasi kuwa kuanguka kwa Uvira mikononi mwa M23 kutoa ruhusu waasi hao kuendeleza mashambulizi kuelekea maeneo ya ndani zaidi, jambo ambalo linaweza kutikisa kabisa uthabiti wa Kivu Kusini. Ingawa taarifa za awali zinaonyesha kuwa M23 wamepenya kwenye baadhi ya vitongoji vya mji, bado haijathibitishwa wazi kuwa iwapo wametoa udhibiti kamili wa Uvira. Wanajeshi wa FARDC wakishirikiana na makundi ya wanamgambo wa kujilinda na baadhi ya majeshi ya kigeni yaliyo katika ukanda huo wameripotiwa kujipanga katika maeneo kadhaa muhimu ili kuizuia M23 kupenya katikati ya mji. Serikali ya DRC imeilaumu Rwanda mara kadhaa kwa kuunga mkono waasi wa M23, ingawa Rwanda imekuwa ikikana tuhuma hizo. Mashirika ya kimataifa yameendelea kutaka kufanyika kwa mazungumzo, lakini mfululizo wa matukio ya kijeshi unaendelea kuzorotesha jitihada hizo. Uvamizi wa Uvira unaibua hofu ya kuongezeka kwa mvutano katika ukanda wa maziwa makuu, hasa ikizingatiwa ukaribu wake na Burundi na Tanzania kupitia Ziwa Tanganyika. Kuanguka kwa mji huu chini ya udhibiti wa M23 kutaleta mabadiliko makubwa ya nguvu katika eneo na huenda kutachochea wimbi jipya la makimbizi kuingia nchini Burundi na Tanzania. Wataalamu wa usalama wanasema kuwa ikiwa M23 watadhibiti Uvira, huenda ikatoa nguvu mpya kwao kutanua mapambano yao kuelekea maeneo ya kusini zaidi, jambo ambalo lingekuwa na athari za muda mrefu kwa usalama wa kikanda. Kwa sasa hali ndani ya Uvira bado ni tete, huku ripoti za mapigano zikiongezeka na hali halisi ikibadilika kwa kasi, huku wakazi wakiendelea kuishi kwa hofu na wengine kuhama, na serikali ikijaribu kupambana na kundi la M23 ambalo limeonyesha uwezo mkubwa wa kijeshi katika miaka hivi karibuni. Mustakabali wa Uvira na Kivu Kusini kwa ujumla unazidi kuwa mgumu kutabirika.